vijana walioko chini ya baraza, lakini pia kuzungumza na vijana wa Tanzania kwa ujumla. Sasa tumeshuhudia siku ya jana tarehe 23 Julai 2026 katika maeneo tofauti tofauti ndani ya taifa letu, lakini pia hata juzi tarehe 22 tumeshuhudia kumekuwa na kufunguliwa kwa kesi au mashtaka dhidi ya vijana mbalimbali kwenye maeneo tofauti tofauti Tanzania. Tukianza na mkoa wa Mbeya, tumeshuhudia kwenye mahakama ya wilaya ya mkoa wa Mbeya, tumeshuhudia viongozi wetu kwa maana ya vijana viongozi wa Chaso mkoa wa Mbeya, vijana 4 wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya ugaidi. Kijana wa kwanza kwenye kesi hiyo kwenye hao 4 ni Noha Mwalwange, yeye ni mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Mbeya. Lakini kijana wa pili ni Gwamaka Mboka, yeye ni katibu pia wa Chaso. Kusema Chaso maana yake ni Chadema Student Organization, ni mtandao wa wanafunzi wa Chadema vyuo vikuu. Kwa wa pili ni Gwamaka Mboka, wa tatu ni Rogers Mpwani, yeye ni mwanachama wa Chadema. Lakini wa 4 na wa mwisho kwa Mbeya ni anaitwa Agustino Wasinyo, yeye ni mwenyekiti wa Chaso chuo kikuu Catholic University of Mbeya, huyu Agustino Wasinyo. Hiyo ni kwa mkoa wa Mbeya, na tukumbuke kwamba viongozi hawa na wanachaso hawa wamekuwa wakishikiliwa na jeshi la polisi kutoka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Sasa jana wamefikishwa mahakamani na wamesomewa makosa ya ugaidi. Hiyo ni kwa Mbeya. Lakini pia kwa mkoa wa Mwanza kwa ujumla kuna viongozi wetu na wanachama wetu 23 walioko kule waliofunguliwa kesi kwa maana ya Nyamagana na Ilemela, na wenyewe walikamatwa kutoka tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 na hati ya mashtaka hapa. Kwa hiyo nikimaliza kuzungumza kwa hao wote 23 naweza kushare pia kwenu hati ya mashtaka ili muweze kuyaona majina yao. Hawa walikamatwa kwa mkoa wa Mwanza tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jumla wako 23 na wenyewe pia wanashtakiwa kwa makosa ya ugaidi. Lakini pia hati ya mashtaka ya mwisho tulionayo ni tumeshuhudia pia tarehe 22 juzi ya mwezi huu wa 7 mwaka 2026 tumeshuhudia kule Dodoma pia yuko mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma anaitwa Dr. Melkisedeki Kaijage, na yeye pia amefikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Dodoma na kufunguliwa pia makosa ya ugaidi. Sasa kutokana na trending hii ya kuwafungulia viongozi wanachama wetu na vijana mbalimbali kwenye taifa letu kwenye makosa ya ugaidi, sasa Bavicha tumeona tuchukue fursa hii sasa kuja kuzungumza na Watanzania, kwanza kuelezea kuhusu msingi wa kesi hizi ni nini na nini kimesababisha kesi hizi kufunguliwa. Kwanza kama nilivyosema hapo awali, katika maeneo yote ya Mwanza na Mbeya wanachama wetu hawa walikamatwa na wamekuwa wakishikiliwa na jeshi la polisi zaidi ya siku 20. Lakini pia tunategemea kama sio leo na wiki inayokuja, tunategemea kwa sababu wako viongozi wetu wengine na wanachama na vijana wengine ambao wamekamatwa maeneo mengine mbalimbali Tanzania. Kwa mfano hapa Dar es Salaam tunao wanachama wetu na vijana wenzetu 4 ambao 3 wako chini ya jeshi la polisi, lakini mmoja anaitwa Peter Seleka, yeye kwa sasa hajulikaniki alipo, ni zaidi ya wiki moja hajulikaniki alipo. Lakini wengine wanaoshikiliwa kwa hapa Dar es Salaam anaitwa Zaki Shija, Pendo Kileo, na wenyewe wanashikiliwa. Lakini pia leo asubuhi tumepata taarifa kule mkoa wa Shinyanga, katibu wetu wa kanda ya Serengeti anaitwa Jackson Mnyawami, na yeye asubuhi ya leo tarehe 24 na yeye amekamatwa na jeshi la polisi, na kwa dalili zinavyoonekana kwa wanachama wetu wote maeneo tofauti tofauti ambao wamekuwa wakikamatwa kwa siku za karibuni, kwa maana ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita,
wamekuwa wakifunguliwa makosa ya ugaidi na uhaini. Sasa naomba nianze kuzungumzia kuhusu hawa vijana wa Mbeya waliokamatwa Mbeya, hawa viongozi wa Chaso. Nianze kuwazungumzia hao kwa sababu tunajua sababu ya kwa nini viongozi mbalimbali wa Chaso, vijana mbalimbali wa Chadema wamekuwa wakikamatwa siku za hivi karibuni. Kama mtakumbuka, tarehe 23 Juni mwaka 2026 Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilifanya mkutano wake wa hadhara kwenye jiji la Mbeya, na baada ya mkutano wa hadhara uliofanyika pale Mbeya na kuhutubiwa na viongozi wakuu wa chama akiwemo makamu mwenyekiti wa chama chetu John Heche, vijana wa Chaso walikutana na makamu mwenyekiti baada ya mkutano ule, na katika mazungumzo yao vijana wa Chaso walieleza utayari wao kuwa sehemu ya mabadiliko ya nchi yao, lakini pia walimwahidi makamu mwenyekiti kwamba Chaso wako imara na hawatakaa nyuma katika mapambano ya kudai uhuru, haki na maendeleo ya watu kwenye taifa letu. Mara baada ya commitment hiyo na maelezo hayo ya vijana wa Chaso Mbeya, walianza kukumbana na vitisho mbalimbali vya kutishwa kutoka jeshi la polisi, lakini pia kutoka kwenye maeneo mengine tofauti na watu ambao wao wengine walishindwa kuwatambua ni watu gani. Walianza kuwatisha kwamba waachane na shughuli zote za Chaso na waachane na shughuli za Chadema kwa sababu wanaweza wakafunguliwa kesi au wakachukuliwa hatua nyingine yoyote. Kwa hiyo mara baada ya wao kukamatwa sasa na kufunguliwa mashtaka haya, sisi tumeona ni mwendelezo na tunaamini kwamba huu ni mwendelezo, na tuliambie tu jeshi la polisi kwa sababu jeshi la polisi limekuwa likitumika na watawala na CCM kutaka kuwanyamazisha vijana wa Chaso, vijana wa Chadema na vijana wa Kitanzania kutoka kwenye msimamo wao ambao wamekuwa nao, kwa sababu wote tunafahamu kwa siku za karibuni maeneo mbalimbali tumewashuhudia vijana, kuna vuguvugu kubwa sana la vijana kuiunga mkono Chadema, kuunga mkono ajenda ya katiba mpya, kuunga mkono ajenda ya tone, kuunga mkono mapambano ya kuhakikisha tunamdai mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu aachiwe huru. Sasa kwa sababu vuguvugu hili limekuwa kubwa, na nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkawa ni mashuhuda kwamba kwa siku za karibuni siasa za vyuoni, siasa za wanafunzi wa vyuo kuiunga mkono Chadema, kuiunga mkono Chaso, kushiriki katika mapambano ya taifa letu, mapambano ya kudai mabadiliko ya taifa letu. Kwa kweli vijana wa Chaso wameamka kwa kiwango kikubwa sana. Sasa mara baada ya kuwepo na vuguvugu hilo la vijana wa Chaso kuamka na kufanya hizi shughuli za siasa, kutimiza wajibu wao kama vijana wasomi, kama ambavyo Mwalimu Nyerere alisema kwamba taifa hili linahitaji wasomi ambao hawatatumia elimu yao kwa manufaa yao binafsi. Taifa linahitaji kuwa na wasomi ambao watatumia elimu yao kwa manufaa ya jamii nzima. Sasa mwamko huu wa vijana wa Chaso kuanza kushughulika na mambo yanayohusu taifa lao, kwa kweli ni jambo ambalo limeonekanika kama ni vitisho, limeonekanika kwamba ni jambo ambalo linawatishia CCM na utawala wao dhalimu, kwamba wakiwaacha vijana wa vyuo vikuu waendelee kutimiza haki zao na wajibu wao, basi pengine watashindwa kabisa kuona ni kwa namna gani wanaweza wakajibu hoja zao. Sasa na sisi tutumie fursa hii sasa kwanza kuwaambia vijana wa Chaso na kuambia Watanzania, kuambia wazazi kwamba kinachofanywa na utawala huu ni kuhakikisha wanawatisha vijana, wanawarudisha nyuma, wanawaogopesha, wasiendelee kushughulika na mambo yanayohusu taifa lao. Sasa sisi tuwaambie vijana wa Chaso kwamba Bavicha kwa namna yoyote, kwa siku zote, na Chadema itashiriki kusimama nao kwenye mambo yanayowahusu, kwenye mambo yanayohusu jamii yetu. Na nichukue fursa hii sasa kuwashukuru wanachama wetu ambao wameshiriki katika siku zote 20 ambazo viongozi wetu, vijana wetu wa Chaso wamekuwa wakishikiliwa na jeshi la polisi. Wamesimama nao kuhakikisha wanawapelekea huduma za msingi wakiwa chini ya jeshi la polisi. Lakini pia tuseme masikitiko yetu kwamba katika hizo siku zote ambazo vijana hao wamekuwa wakishikiliwa na jeshi la polisi, tumeshuhudia kwamba wamekuwa wakipigwa, wamekuwa wakifanywa vitendo vya kinyama, hawajapewa haki zao zote za msingi ambazo wanastahili kwa mujibu wa sheria.
mawakili walikuwa wanakatazwa kwenda kuonana nao, walikuwa hawapewi chakula, walikuwa wanapigwa, na sheria iko wazi kwamba ukimkamata mtu ndani ya muda fulani lazima umfikishe mahakamani. Lakini vijana hawa wamekaa zaidi ya siku 20 kwenye lockup za jeshi la polisi. Na sisi tutumie pia fursa hii kuwashukuru mawakili wa chama na taasisi mbalimbali, kwanza na chama cha mawakili Tanganyika kwa maana ya TLS, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, lakini pia watu wa Legal and Human Rights Center kwa kipindi chote hichi cha mwezi mmoja uliopita wameshirikiana na Chadema, wameshirikiana na Bavicha kuhakikisha vijana na wanachadema wote ambao walikuwa wamekamatwa wanapata haki zao za msingi za kisheria, licha ya kwamba kulikuwa kuna changamoto hizo za jeshi la polisi ambazo walikuwa hawaruhusu mawakili na ndugu kuweza kupata access ya kutoa msaada wa kisheria kwa vijana hao. Sasa sisi Bavicha kauli yetu kwanza kwa jeshi la polisi, tunalitaka jeshi la polisi liachane na huu utaratibu wa kukamata vijana wa Chadema na kuwafungulia haya makosa ya ajabu, makosa ya uongo, makosa ya ugaidi. Vijana hawa wanatimiza haki zao za msingi, haki zao za kikatiba. Wao jeshi la polisi waiache CCM ijitetee yenyewe, kwa sababu ajenda za vijana na changamoto zinazowakumba vijana zinapaswa kujibiwa, iwe kwenye majukwaa ya siasa au maeneo mengine. Lakini jeshi la polisi halitakiwi kuingilia kati kudhani kwamba wataweza kunyamazisha sauti za vijana kwenye changamoto zinazowakumba. Changamoto zinazowakumba vijana wakiwa wanadai ajira, vijana kama wanadai mabadiliko ya mifumo ya sheria kwenye taifa letu, kinachopaswa kujibiwa ni ajenda hizo. Na ni lazima watu watambue kwamba kwenye taifa letu hakutaweza kuwa na magereza ya kuweza kuwafunga vijana wote wakatosha. Hilo jambo halitawezekana kabisa. Na jambo lingine la kushangaza ambalo kwa kweli sisi tumelishangaa ni mambo ambayo yamezungumzwa muda mfupi uliopita na Dr. Emmanuel Nchimbi. Dakika chache zilizopita nimemsikia Dr. Emmanuel Nchimbi anasema kwamba angepata nafasi ya mwisho ya kusema neno la mwisho la kuwaambia Watanzania, basi angeweza kuambia kwamba pambaneni mpate katiba mpya. Watanzania wote tupigane kupata katiba mpya. Mimi kwanza nimeshangaa maneno haya kwa sababu sijajua yamesemwa yakiwa na nia gani au nini kilichomsukuma aseme maneno haya, lakini ukweli ni kwamba maneno aliyoyasema ndio umekuwa msimamo wa vijana kwenye taifa letu. Vijana kwenye taifa letu wameamua kusimamia madai ya katiba mpya kwa sababu wanaamini katiba mpya ndio msingi wa kutatua changamoto zote ndani ya taifa letu. Sasa anasema tutumie fursa hii kwa sababu uchaguzi wa mwaka 2029, uchaguzi wa mwaka 2030 utafanyika tukiwa na katiba mpya na tupambane kudai katiba mpya. Mimi nimpe tu taarifa kwamba mapambano ya katiba mpya kwenye taifa hili, yoyote atakayepambana kudai katiba mpya, malipo yake yamekuwa ni kufunguliwa kesi za ugaidi na kesi za uhaini. Na mtu wa kwanza kupata malipo ya mapambano ya katiba mpya amekuwa ni mwenyekiti wetu wa chama taifa, Tundu Lissu. Lissu alidai katiba mpya. Lissu alidai reforms. Alivyodai reforms, Nchimbi unapaswa kuelewa kwamba yoyote anayekomaa kudai katiba mpya kwenye taifa hili, malipo yake yamekuwa ni kufunguliwa kesi za ugaidi, kufunguliwa kesi za uhaini. Sasa sijui unaposema kwamba Watanzania wakomae kudai katiba mpya, unahitaji Watanzania wote tufunguliwe kesi za uhaini na za ugaidi? Sasa sisi tukwambie kwamba vijana wa Chadema, hilo la kukomaa dhidi ya katiba mpya, hiyo ni ajenda yetu. Hakuna namna utatutoa hapo. Na niwasihi vijana wa Chaso kwamba wito wa kukomaa kudai katiba mpya ni jambo ambalo kwa kweli lisiturudishe nyuma kwa namna yoyote ile. Huo ni msimamo wetu na tunapaswa kukomaa nao, kwa sababu hakutakuwa na magereza, hakutakuwa na kesi za uhaini zitakazotosha. Mwaka jana vijana wengi wameuliwa, wamepigwa risasi, lakini vijana hawajakoma kuendelea kudai katiba mpya. Vijana wanatekwa leo kila siku, vijana wanatekwa, vijana wanapotezwa, lakini mapambano ya kudai katiba mpya hayajakoma. Kwa ni lazima CCM na serikali yao watambue mapambano ya kudai katiba mpya hayataweza kusimama kwenye taifa hili mpaka hapo yatakapokuja kukoma na Watanzania watakapopata katiba mpya. Jambo lingine ambalo tunajiuliza kuhusiana na kauli hii ya Dr. Emmanuel Nchimbi ni kwamba kama kweli wana nia ya dhati, na ni lazima tukubaliane, sisi vijana wa Chadema tumesema umefika wakati tunahitaji vitendo dhidi ya maneno.
haya maneno matamu matamu ya kwamba tukomae kudai katiba mpya wakati hatuoni nia ya dhati ya CCM na hii serikali yake dhalimu wakiyatekeleza maneno hayo kwa vitendo. Ukituambia mpaka mwaka 2029 mpaka 2030 tutakuwa na katiba mpya, hiyo kalenda iko wapi ya kutuonesha kwamba kweli mwaka 2029 na 30 tutakuwa na katiba mpya? Na sisi tuwaambie, tuchukue fursa hii kuwaambia vijana na kutoa msimamo wa baraza la vijana. Msimamo wa no reforms no election haujawahi kuvunjwa, utaendelea kuwa msimamo wa Bavicha. Mwaka 2029 uchaguzi wa serikali za mitaa, mwaka 2029 ajenda ya Bavicha ni kwamba kama hakutakuwa na katiba mpya, kama hakutakuwa na tume huru, msimamo wetu sisi unabaki kuwa ni ule ule, no reforms no election. Mwaka 2030 Nchimbi wewe umesema kwa kututania, wewe umesema kwa kutupumbaza, lakini mnapaswa kujua CCM kwamba mwaka 2029, mwaka 2030 kama kutakuwa na katiba ya wananchi, msimamo wa vijana kwenye taifa letu utakuwa ni no reforms no election. Hakuna uchaguzi utafanyika kwenye taifa hili kama kutakuwa na mazingira bora hakutakuwa na mazingira bora ya uchaguzi. Tumemsikia Nchimbi anasema kumekuwa na vikesi vya kijinga kwenye taifa letu. Ni sahihi, ni kweli. Hivyo vikesi vya kijinga sasa hivi kwenye taifa letu vimegeuzwa, vimepewa jina la ugaidi na uhaini. Yaani sasa hivi mtu kushtakiwa kwa kosa la ugaidi na uhaini ni kama njugu tu, watu wanazigawa. Sasa sijajua tunazo mamlaka ambazo zina nia gani na taifa hili. Hatuoni aibu kumshtaki kijana wa chuo, vijana wadogo kabisa, vijana wana miaka 20 leo wanashtakiwa kwa makosa ya ugaidi. Vijana ambao walikuwa wanajiandaa na mitihani yao leo wamefunguliwa kwa kesi za ugaidi. Sasa huu ni utaratibu wa kutengeneza chuki kwenye taifa letu, na hizi chuki tukiacha zimee, tutalifanya taifa letu lisiwe sehemu salama kabisa ya kuishi. Sasa sisi tunachoweza kukisema kwa vijana wote, kwa jamii, na nichukue pia fursa hii kuambia wazazi na Watanzania wote kwa ujumla, wanapaswa kujua kwamba vita hii na mapambano haya sio ya Chadema peke yake. Kila mmoja wetu ni lazima ajue kwamba hayuko salama. Leo kama mwalimu wa chuo kikuu cha UDOM Dr. Melkisedek Kaijage, yeye ametimiza wajibu wake tu akiwa darasani anawafundisha wanafunzi wake, ni mwalimu wa political science, amesimama darasani anazungumza maandamano kama ni haki ya kikatiba, ni haki ya kiraia, wananchi wana haki ya kuandamana, watawala wamemchukulia hatua. Sasa nichukue pia wito huu kuwaambia wahadhiri, maprofesa, madokta, walimu wa vyuo vikuu vyote Tanzania, jumuiya za kitaaluma wajue na wao pia hawako salama kwenye taifa hili. Taifa hili yoyote anayesema kweli, taifa hili yoyote anayesimamia haki hayuko salama. Malipo ya mtu yoyote anayesema ukweli kwenye taifa hili anakuwa awarded ugaidi, anakuwa awarded uhaini. Sasa kama hakuna aliyoko salama kwenye taifa letu, maana yake hakuna njia nyingine yoyote tulionayo zaidi ya kuchukua hatua. Na tukinyamaza, kimya chetu hakitaweza kumfanya mtu yoyote awe salama. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kumwambia Dr. Emmanuel Nchimbi na wana CCM wote kwamba kwa sasa hatuhitaji maneno matamu kwa kweli. Kama kweli wao wana nia ya dhati ya kuhakikisha katiba mpya inapatikanika kabla ya mwaka 2029 na ikatumika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2029, tunahitaji kuiona nia hiyo ya dhati kwa vitendo. Tunahitaji kuona kalenda, tunahitaji kuona bajeti ya mchakato wa katiba mpya, tunahitaji kujua mchakato huo unaanza lini, utaisha lini. Ilani yao ya CCM ilisema kwamba ndani ya siku 100 tutaona mchakato. Sasa hivi tumeambiwa sababu ya huo mchakato kutokuanza kwenye siku 100 ni kwa sababu sio kuna tume za maridhiano na kila siku hizo tume zinatengenezwa. Sasa hatujui kwamba hizo tume zitaisha lini, zitamaliza lini kutengenezwa na kufanya majukumu yake, halafu tukapata katiba mpya ndani ya muda. Sasa jambo lingine ni kwamba ambalo tunaweza tunataka kulisema ni wito wetu sasa Bavicha. Wito wetu wa Bavicha, kwanza tunalihitaji jeshi la polisi na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali aachie vijana wetu wote ambao wamewakamata na wamewafungulia haya makosa ya ugaidi na uhaini. Nafikiri kama taifa hatupaswi kuchezea ugaidi na uhaini. Siku tukija kuwa na magaidi wa kweli kwenye taifa hili,
kuwa na wahaini wa kweli kwenye taifa hili, hatutakuwa tunacheka cheka huko mitaani kama tulivyo sasa. Hali itakuwa mbaya zaidi ya ilivyo. Sasa tuache kuuchezea ugaidi na uhaini kwenye taifa letu. Hatuna mtu gaidi, hatuna mtu haini. Hatuna mwanafunzi wa chuo kikuu kwenye taifa hili ambaye ni gaidi, ni haini. Wanafunzi hawa na vijana hao wa chuo kikuu wamekuwa wanatekeleza wajibu wao. Na sisi vijana wa Chadema, vijana wa Bavicha, hatutarudi nyuma na hatutaogopa ugaidi, hatutaogopa uhaini, hatutaogopa kutekwa, wala hatutaogopa kupotezwa, eti tuache kutekeleza majukumu yetu. Kama mnataka mambo haya, kama mnataka vijana wa Chadema wanyamaze, kama mnataka vijana wa Chadema wasisimamie wanayoyasimamia, basi tatueni changamoto zinazowakabili. Badilisheni mfumo wa uendeshaji wa taifa hili. Leteni katiba mpya ya wananchi ambayo inahitajika na vijana, inahitajika na wananchi. Mkifanya hivyo, pengine huu gaidi mnaouona ndani yetu utapotea. Lakini pia wito wetu kwa vijana wa Chaso vyuoni ni kwamba Bavicha tutaendelea kusimama na nyinyi kwenye hizi kesi zote ambazo vijana wa Chaso wamefunguliwa, Chadema na Bavicha, na kwa kupitia pia kurugenzi ya sheria ya chama chetu na wadau wetu, taasisi mbalimbali za haki za binadamu. Tuhakikishie tu vijana wa Chaso na Watanzania wote kwamba vijana hawa kwenye hizi kesi zote za ugaidi na uhaini, tutahakikisha kwamba tunapata mawakili watakao wasimamia vijana hawa. Lakini pia hatutanyamaza, kwa sababu tunaamini kesi hizi sio tu zinapaswa kupambaniwa mahakamani. Mambo haya yanapaswa kukemewa mtaani na kila mmoja wetu anapaswa kuyakemea mambo haya. Hili halipaswi kuwa jambo la vijana wa Chadema na halipaswi kuwa jambo la wanaharakati au watu wa kundi fulani. Kwa sasa kwenye taifa letu mambo haya yanapaswa kukemewa na kila mmoja wetu. Hakuna aliye salama kama ambavyo tumesema. Sasa unyama huu na uonevu huu hautaweza kuturudisha nyuma, na kila kundi kwenye jamii yetu linapaswa kuchukua hatua ya kuhakikisha mambo haya tunayakemea. Mara baada ya kusema hayo, na washukuruni sana, labda kama kuna swali lolote tulijibu. Asante. Asanteni sana na Mungu awabariki.